serikali imepeleka huduma ya elimu karibu kabisa na wananchi, na ninaweza kuambia kwamba kama kuna eneo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelitendea haki ni kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu imepata bahati kubwa, imejengewa miundombinu ya madarasa, mabweni, maabara na vifaa vya kufundishia na kujifunzia, vitabu shuleni. Hivi ninavyozungumza ni kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Sasa mafunzo haya tunayotoa kwa wadhibiti ubora wa shule. Hapa tuna wadhibiti ubora wa shule kwenye halmashauri zote 184 kwenye mikoa yote 26 Tanzania bara. Kwa hiyo hapa ndani tunaona washiriki wasiopungua 368 kwa sababu kila wilaya wamekuja wawili, kwa maana mdhibiti mkuu wa shule na msaidizi wake wako hapa. Malengo ya mafunzo haya ni kuhakikisha kwamba ununuzi wa umma unafuatwa kwa kuzingatia sheria, taratibu, miongozo na kanuni zote zilizowekwa na serikali. Badala ya afisa kununua kitu kama vile kitu cha nyumbani kwake, lazima fuate miongozo ya serikali inasemaje. Kwa hiyo lengo kubwa la mafunzo haya ni kuwaweka kwenye mfumo wa NeST ambao ni mfumo wa serikali kupitia PPRA, ili kwamba sasa huyu mdhibiti ubora wa wilaya aende akafanye manunuzi, kama ni wino wa kwenye mashine, kama ni ukarabati, matengenezo ya magari, vifaa mbalimbali, matairi ya magari, lakini pia ukarabati wa majengo, miundombinu pale shuleni, pale ofisi za udhibiti ubora wa shule. Hakikisha kwamba ofisi zinafuata taratibu za manunuzi yote ya umma, na hakikisha kwamba thamani ya fedha inazingatiwa kama ambavyo serikali inatuletea. Kwa hivyo lengo la hapa ni kuhakikisha kwamba kila afisa anakwenda kufanya ununuzi wake kwa kuzingatia taratibu zote zinazotakiwa kwenye manunuzi ya umma. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya kwa siku 2 hizi, ninategemea na wizara inategemea, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Profesa Caroline Nombo pamoja na Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda, tunategemea halmashauri zetu zote 184 zinaenda kufuata manunuzi yanayozingatia taratibu za umma nchini bila compromise na standard. Kwa hiyo ndio lengo letu, na unajua sisi ni wadhibiti ubora wa shule. Tunapodhibiti ubora wa shule, sisi wenyewe lazima tuwe bora kwanza. Kwa hiyo mambo yanaanzia nyumbani. Usipokuwa bora wewe, huwezi kumwambia mwingine awe bora. Sisi tunataka tuwe bora kwenye manunuzi, ili tukienda shuleni kuwaambia walimu wafuate manunuzi yanayozingatia ubora, wafuate kweli kweli. Lakini utakumbuka nimekuambia tunasimamia pia mazingira ya utoaji wa elimu. Ili mazingira yawe na motisha kwa mtoto na kufanya vizuri, hapa division 1, division 2, ni lazima mazingira yamvutie. Kwanza mtoto ongea naye kirafiki, sio kuwa na ukatili uliopitiliza. Nimezungumzia kwamba kuna adhabu katili za viboko. Kamishna wa elimu kupitia Wizara ya Elimu ametoa miongozo ya namna ya kutoa adhabu kwa wanafunzi. Kuna kiboko kimoja, viwili, mwisho ni viboko vitatu. Mwisho ni viboko vitatu. Na viboko hivyo vinatolewa kwa utaratibu. Lazima mwalimu ajaze fomu, aseme kosa la mtoto, ndio akamchape mtoto. Lakini sisi tunasema adhabu ya viboko itolewe pale tu inapobidi. Sisi tunapendekeza adhabu ziwe ni adhabu mbadala. Mtoto apande maua, amwagilie maua, afanye kazi nyingine za ziada. Haiwezekani ikaonekana kiboko ndo adhabu pekee ambayo walimu wanaona ndo adhabu pekee ya kuweza kumwadibisha mtoto. Nimezungumzia kwamba ni vizuri adhabu zikazingatia utu wa mtu. Hii habari ya kuanza kuchapa watoto kama vile wanyama, kama ng'ombe, hata ng'ombe mwenyewe ana haki zake. Huwezi kumpiga mtoto mateke, mangumi, adhabu za namna kama hii. Wizara tumesema haiwezekani na hazivumiliki. Ndio utaona tunaendelea kufuatilia. Udhibiti ubora wa shule kazi yake ni kufuatilia hali ya uendeshaji na ufundishaji mashuleni, kuhakikisha kwamba ufundishaji na utoaji wa adhabu ni vitu ambavyo vinazingatia sana taratibu na sheria. Kwa hiyo mimi naendelea kuwasisitiza wadhibiti ubora kote nchini kupita na kuangalia namna shule zinavyoendesha shule, sio kwa kutumia adhabu, na ikiwezekana bodi za shule, kamati za shule nchini kusimamia walimu wanapotoa adhabu.
kuhakikisha mwalimu katili wa namna kama hiyo, hapana, hakubaliki. Lazima tuwe na ushauri nasaha kwa watoto, na ndio maana kuna madawati ya ushauri nasaha shuleni. Kuna chumba maalum kwa ajili ya kutoa unasihi tu, kuwanasihi wanafunzi wetu. Kama kuna maeneo tunaona haendi vizuri, aitwe, aambiwe. Kuna mwalimu wa kike na mwalimu wa kiume, wanawaita, wanazungumza nao kwa hali ya upendo kama wazazi. Lakini kupiga wanafunzi kupitiliza, hii hapana, haikubaliki. Na wengine wamepitiliza, si viboko tu, anawapiga mangumi, mateke, jambo ambalo mimi sikubaliani nalo hata kidogo. Kwa hiyo tunaendelea kusema kwamba swala la utoaji wa adhabu za viboko, lazima walimu wetu wawe na hekima na busara na wazingatie miongozo iliyotolewa na waraka wa kamishna wa elimu namna ya utoaji wa adhabu ya viboko kwa kuzingatia taratibu na sheria. Lakini nimezungumzia swala la likizo. Likizo ni haki ya mwanafunzi. Tumetoa siku za mafunzo kwa mwaka. Siku za mafunzo darasani ni kuanzia siku 184 mpaka 190. Inategemea na kalenda ya mwaka huo imekaaje. Kozi na vale. Sasa kipindi hiki cha mwezi Juni ni likizo, tena likizo ndefu. Kwa nategemea wanafunzi baada ya kufunga shule tarehe 5, watoto wote wako nyumbani, wanapumzika na wazazi wao. Wanaendelea kupata sasa taratibu, namna za maisha, namna ya mawasiliano na wazazi wao nyumbani baada ya miezi 6. Lakini sasa inashangaza unapoona kwamba ni kipindi cha mapumziko, bado walimu wanawaambia waendelee. Tena sasa kama haitoshi, wengine kipindi cha likizo hiki wanawatoza fedha, jambo ambalo halikubaliki kabisa. Tumesema fee free, sio tena kuanza kuwatoza gharama. Kwa hiyo nimewaelekeza wadhibiti ubora kote nchini kufuatilia shule za aina kama hiyo ambazo wakati huu wa likizo wao wanaendelea na masomo. Wakati huu wa likizo wameingiza michango ili watoto wachangie ili walimu wawafundishe. Haikubaliki. Hatukubali wanafunzi kuendelea kwenda shuleni kipindi hiki cha likizo. Watoto waachwe wapumzike. Si waraka tuliozungumza, lakini pia msisitizo wa viongozi wetu wa wizara. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu, amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba likizo ni haki ya mwanafunzi. Lakini katibu mkuu Profesa Nombo, likizo ni haki ya mwanafunzi. Kamishna wa elimu Dr. Muyabweni Mtahabu ameendelea kusisitiza likizo ni haki ya mwanafunzi. Mimi kama mkurugenzi wa usimamizi udhibiti ubora wa shule, kwa sababu tupo kila wilaya, kupitia kikao hiki cha mafunzo ya PPRA, nimeelekeza maafisa udhibiti ubora kote nchini wapekue shule zote kuhakikisha kwamba hakuna shule ambayo inaendelea wakati huu wa likizo. Na kama ikipatikana, basi taratibu na miongozo na sheria juu ya usajili wa hiyo shule itabidi zizingatiwe. Lakini sijaachia hapo, nimezungumza swala la usajili wa shule kwamba watu wengi wanaanzisha shule, ni vizuri, na sisi kazi yetu ni kuhamasisha kuanzisha shule ili kwamba jamii kubwa ipate nafasi ya kusoma shule. Sasa katika uanzishaji wa shule kuna taratibu zake na miongozo. Nao mwongozo ndio utoa ambao wizara imeutoa na imeusambaza nchi nzima, namna ya kuanzisha shule. Kama unaanzisha shule, basi kuna taratibu zifuatazo: uwe na madarasa kadhaa, uwe na matundu ya vyoo kadhaa, uwe na nyumba za watumishi kadhaa, uwe na maabara kadhaa. Sasa kuna wengine badala ya kufuata taratibu hizo wamekuwa wakijianzishia shule wanavyotaka wenyewe. Ameshajenga madarasa mawili, anataka usajili, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa tumesisitiza kupitia wadhibiti ubora wa shule, wanapokwenda kule kutekeleza majukumu yao, wahakikishe kwamba usajili wa shule unazingatia taratibu na kanuni na miongozo. Tunataka eneo la shule liwe kuanzia ekari ngapi? Kuna mwongozo tumetoa mjini na vijijini. Mjini si chini ya eka 2.5, lakini kijijini si chini ya eka 5. Sasa tunataka mtoto apate maeneo mazuri ya kujifunzia, lakini apate na maeneo ya kucheza, lakini tupate na maeneo ya kupanda maua, tupate yani mazingira ya shule yawe vutivu. Sasa huwezi kuwa na eneo la square mita 2,000 ukasema unaanzisha shule, haiwezekani. Ndio miongozo ambayo tumeendelea kuisisitiza. Kwa hiyo niseme kwa ujumla, mafunzo haya kwetu sisi yana manufaa makubwa sana, na mafunzo haya yanakwenda kusaidia sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya fedha za umma yanazingatia taratibu zote, kwa maana ya kwamba utapanyaji wa fedha hautakuwepo, kwa sababu atapimwa kwa kuzingatia mafunzo aliyoyapata.
Kama hajazingatia mafunzo haya, manake huyo anatakiwa tena kusaidiwa zaidi, asaidiwe, aelekezwe namna gani iliyo bora ili aweze kufuata taratibu. Ndio maana wamekuja wawili, ili huyu akisahau mmoja, huyu wa pili aweze kumkumbusha kwamba hapana, kwenye mafunzo hapa tulielekezwa 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa ujumla tunatamani sana kuona kwamba ndani ya ofisi za udhibiti ubora zote 184 nchini zinafanya kazi yao kwa kuzingatia weledi. Weledi ndio jambo la msingi sana, kwa sababu unajua tunatoa haya mafunzo ili kuhakikisha kwamba fedha za umma zinalindwa na zinafanya kama zilivyokusudiwa. Kwa hiyo pale ambapo wanasahau tunakumbushana, lakini kupitia vikao kama hivi ndio tunakumbushana na taratibu nyingine za uendeshaji wa shule. Lazima shule ziendeshwe vizuri. Utakumbuka pia kuhusu mabweni, nimezungumza kwamba watoto hawataki kulala wawili kwenye kitanda, lakini kuna shule unakuta wakati mwingine tunakuta wamezidi hata wawili. Sasa shule kama hizo tunafika mahali hata kuwafungia usajili wa shule, lakini tunasema kabla hajafungiwa usajili tunamshauri kwanza ahakikishe kwanza ameboresha mazingira ya utoaji wa elimu kwenye shule yake. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.